Bwana we, sio kila nyama ni nyama na sio kila nyama inaliwa. Kutana na Sofia Paskali na Vincent Paskali. Hawa ni wanabucha wapendanao ambao wameibuka kuwa mastaa haraka sana kwa kuuza nyama ambayo ni tamu kuliko nyama zote. Yaani waliuza nyama, watu walikuwa wanajaza foleni kuanzia asubuhi mpaka jioni, na hawa majamaa walikuwa wanajiokotea hela nyingi bila kujua kama ni nyama za watu ambazo wanalishwa. Waliua watu ili mradi waweke nyama nyingi katika bucha lao. Walifanya mambo mengi mabaya, kutoa roho nyingi za watu ili mradi biashara yao iwe kubwa, lakini yote kwa sababu ya pesa. Bwana, hawa watu walizidi kufanya maasi makubwa ili mradi kutengeneza hela. Kweli hela ni shetani. Vincent na mke wake Safia, jamani, kwa kila kitu basi usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Picha yetu inaanza hivi. Bwana Vincent na mkewe Sofia walikuwa na hali mbaya katika bucha lao, yaani hata wateja walikuwa hawana, na hata wateja ambao walikuwa wanakuja katika bucha hilo si wengi. Kwa hiyo jamaa alikuwa kibiashara, yuko chini na hafifu, na alikuwa hajui nyama yake anaenda kumuuzia nani, lakini akajitia moyo. Lakini kutokana kuna tajiri mkubwa, yeye anauza nyama na kumletea vijana ambao walimfanya vurugu na kumchafulia bucha lote kwa kulipasua vioo pamoja na kuharibu mazingira. Na Pascal alipotaka kujitetea, na mwisho wa siku alipomuona, vijana wale walimpiga vikali na kumwacha Pascal akiwa anaugulia chini kwa maumivu. Pascal alijua ili ni onyo limetoka kwa nani, maana wenzetu biashara kwao ni matangazo. Huyu jamaa anaitwa Maki. Huyu Maki yeye ni tajiri mkubwa sana ambaye anamiliki mabucha mengi, na yeye anafanya kazi kama ambaye anafanya Pascal. Na Maki alimuita Pascal kwa kumtambia na kumwambia, bwana, ukileta mdomo wako nitakupasua na nitamwaga wako bongo. Sofia alirudi anamwambia, mume wangu, inabidi tuangalie sehemu nyingine ya kwenda kufanya biashara, la sivyo tutakosa hata hela ya pango. Sofia alizidi kumshauri, lakini Pascal anaonekana akajawa wivu wa maendeleo. Lakini hapa wanapishana na dada ambaye alikuwa anajilengesha na baskeli yake katikati ya barabara. Sasa Pascal alihisi kama amemfananisha na kusema, hebu kwanza nirudishe gari. Mwisho wa siku anajikuta anaua bila kukusudia, na aliposhuka ndani ya gari, yule mtu zamani alikuwa shakata uhai ama ameshapoteza maisha. Pascal akachukua simu yake mkononi na akataka kupiga polisi, lakini mkewe Sofia alimwambia, hilo jambo unataka kulifanya ni kujichongea mwenyewe, huyu mtu tushamuua, cha msingi tuangalie tunamfichaje, maana wakija hapa nimekukosa mume wangu na tutasumbuka. Jamaa baada ya kujua mkewe alichomshauri, akaona ile jambo ni jema. Basi Pascal akamwambia, mke wangu, basi vyovyote unavyotaka wewe na iwe. Basi bibi Sofia akiwa yuko hapa, Pascal yuko chooni anautengeneza umti vizuri. Alikata nyama yote binadamu na kuimaliza na alirudi kwa mke wake. Basi hapa asubuhi yake ilipofika, Pascal amwambia, bwana, huu mwili wewe umeupeleka wapi? Anambia, bwana, mwili mimi nimeendelea kufanya biashara hapa kuuza. Anambia, unauzaje nyama za binadamu? Jamaa akachukua ule mzigo akataka kwenda kuutupa. Mara ghafla anakuja mteja anamwambia, bwana, aisee, nyama yenu nimeambiwa ni tamu sana, maana jirani yangu pale mgahawani ameniambia nyama yako ni tamu sana na nimeonja ladha yake, aisee, ni tamu kushinda ladha zote za nyama za hapa katika mabucha ya mtaani. Bwana Pascal baada ya kusikia lile akabidi atoe mshangao, akamwambia, jamani, tuliokota jana au tulipata nguruwe poli, kwa hiyo unajua nguruwe poli zote ni watamu kama endapo utamtengeneza vizuri. Mteja wa kwanza huyo. Pascal anambia, ina maana nyama yote umeuza kwa watu? Kwa nini walisha watu nyama ya mtu? Kwa hiyo tutaendelea kufanya mauaji ili mradi tuingize. Wakawa wanagombana kidogo, yani misunderstanding. Mwanamke anataka hela, mwanaume anaogopa na hofu ya Mungu. Akachukua ile nyama akataka kwenda kutupa. Bibi Sofia akamwambia, sikiliza wewe, acha ujinga. Lakini kipindi wanabishana na kabla hajaongea lolote, Pascal anakuja tena mteja mwingine anamwambia, bwana, hakika nyama yenu ni kali sana, naomba na mimi unipe. Mara naomba na mimi unipe, naomba unipe. Wakajikuta wanaingiza hela siku nzima na biashara ikawa kubwa, mpaka askari polisi alikuja, aliwaambia, jamani, hakika nyama yenu ni tamu zote, yani sio poa. Siku moja Pascal akiwa yuko nyumbani kwake akasema, ngoja na mimi kwanza nijaribu hii nyama. Mkewe kwa mbali anamchungulia. Mchizi akiwa anakata ile nyama, akaona hii nyama ni tamu sana, akaitafutia wine moja safi tamu baridi, akawa anashushia nyama taratibu. Mke anambia, vipi, unaionaje? Vipi, nikamwage ama nitupe? Anambia, acha niendelee tu kula. Mke akaona kwani mchizi yuko serious, nyama anaendelea kutaka, akajifanya kama anachukua, na mume anambia, bwana wewe acha nyama nijisosomole mimi, kumbe binadamu mtamu hivi. Wakawa wanacheka na utani. Sasa mke anamwambia, bwana sikiliza, inabidi tupambane,
tuendeleze biashara kwa sababu wateja hatutakosa. Asubuhi yake ilipofika, mwanae Lucas alikuja na mkwewe. Basi kutokana na Lucas yeye ni rasta, ana imani ya kilasta, ina maana nyama atumie. Akamwambia mzee, unajua mimi kama nyama situmii, na kwaje unanitengea nyama hapa? Inabidi utenge tu mboga mboga za majani na vitu vingine maji tuweze kula. Mzee kaona udogo vipi huyu, lakini kwa sababu ni mwanae akashindwa kummaini mbele yake. Akamwambia mke wangu, mtoto nitaenda kumkatakata visu. Wakashauriana pale, akamwambia sikiliza, mwanao ashakuwa rasta, kocha msingi huyu karibu na mwanao. Wakatoka bwana kwenda katika supermarket moja kufanya mawindo, lakini hapa kunaonekana sitofahamu. Hapa akamwona jamaa bonge mmoja, ikabidi akamue, lakini alishindwa kwa sababu roho yake bado haijakuwa roho ya kufanya mauaji, na Pascal akakimbia. Na alipotoka huko wakaenda tena, mke akamwambia bwana sikiliza, inabidi uwe watu ili tuingize pale mzigo. Hapa wakajifanya kama wao vile vile ni malasta, hawapendi masuala ya bucha, ili mradi watafute watu wakawafanye kazi ambayo wamefikiria kichwani kushauriana. Hapo anamuona msela mmoja ambaye anajua machizi hao wamepretend tu kujifanya hao malasta, kumbe sio malasta. Akaomba basi jamani, tukutaneni sehemu, tukutane tuzungumze, nikuape dili. Basi mchizi naye alikuwa anatafuta mtu wa kumuua, lakini sio kama kweli alikuwa na shida kutafuta watu wamfanye jambo. Lakini mwana ule hakuja peke yake kuchukua hilo dili, akaona sasa mke wangu hao wamekuja wengi hapa, tayari nifiche hiki kisu kwanza. Na watu bahati nzuri hawakushtukia jambo lolote, kama mchizi alikuja na kisu kikali kutaka kuwazuru. Basi dada akamwambia bwana sikiliza, wewe tupe dili ile, tuangalie dili tunalifanyaje. Basi mchizi bwana okay sawa, kuna jamaa bwana ana bucha lake pale, nataka mkampasule pasulie. Kwa hiyo mchizi alijua moja kwa moja ubaya ule ambao ulipasula bucha lake umetoka kwa Maki. Basi naye akaagiza watu hao hapa ambao kawaajiri hao watu kaenda kukiwasha, sio poa. Yaani vurugu ile sio poa, hatari kikanuka hatari. Majamaa mixa shango wakakojoa afanya vurugu pasua. Yaani jamaa alikula salama la tatu yake. Lakini umetoka hapa wakiwa mgahawani na mkewe, kama wanakinzana, mke anataka hivi na mume hawezi. Mume kabidi amwache demu wake pale katika restaurant. Lakini hapa kaja mtumishi kidogo anajilambalamba, ajishawashaua. Mama akamtega bwana kwa uzuri wake. Akamwambia bwana inakwaje? Jamaa akaona bora tulie chini, na mwisho wa siku jamaa akajifanya bwana nikupe lifti, na mwisho wa siku Sofia akamuingiza jamaa katika mtego, lakini alimngata. Dada akaona basi samani bwana, sorry nimekosea, sijui na hivi, basi panda tena kwenye pikipiki. Lakini mama sasa hivi ina maana akili yake ishachemka, ina maana huyu jamaa anaingia katika mtihani. Akamwambia ingia ndani. Pascal kwa macho yake anashuhudia, mkewe kamleta mtu, anambia umemleta huyu nini? Anambia sikiliza mume wangu, mambo yote nimeyafanya huyu mtu tuje kumuulia huku nyumbani na hakuna ambacho kitajulikana. Anambia sasa wewe mambo yako mara yako mchizi kidogo kama kaingia na wivu hivi. Mke anamwambia sikiliza wewe, usije ukamsanua, mimi najifanya nafanya naye mapenzi. Kwa hiyo ukija huu unachinja vizuri na huo uko tayari mimi niliwe mzigo, ukichelewa mimi nampa uchi. Basi mchizi kwa naye mali yangu sije ukaliwa, akabeba kichuma kamtwika, wakamaliza kufanya mauaji. Yeye na mkeo wakaanza kushirikiana usiku huo kufuta damu zote, na wakachukua kipikipiki cha wale jamaa wakaketia mtoni, na ushahidi wote ukafungwa. Basi leo kwa siku ya kwanza wanafanya usafi wote, kufuta damu na mambo mengine. Lakini asubuhi hapa ile supermarket ambayo au bucha la yule mshikaji Maki limevunjwa na Maki akawa na mshtumu huyu jamaa ndo ambao akatuma watu. Lakini hapa wakiwa katika sitofahamu, Maki aliangalia vizuri video za kamera na wala mchizi hakuonekana na wala mtumiwa hakupatikana. Na polisi hapa akaja, akamuita bwana njoo pembeni hapa tuzungumze. Akamuita yule jamaa Pascal. Akamwambia mwanangu, sijakuita kwa nia mbaya, japokuwa nyama yako ni tamu sana na kuzifia muda wote, kwa sababu sijawahi kula nyama kama ambazo unazouza wewe, yani nguruwe wako ambao unapopata, nguruwe ambao wamekomaa sana. Na asubuhi ilipofika biashara inaendelea tena kuwa ya moto, na jamaa anazidi kukusanya watu, kwa sababu sasa hivi Maki ameshapigwa chini. Kwa hiyo jamaa aliendelea kufanya mauaji na akaendelea kufanya mauaji ili mradi kuingiza mzigo ndani ya stock, na stock weli watu walikaa wengi kwa wingi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yani mchizi anauza tu nyama za kusaga pamoja na nyama za kwenda kupika mwenyewe nyumbani. Yani hawa watu walitajirika kwa wakati mfupi. Upande wapa Maki bwana kabidi siku moja naye awalike, kwa nini ama jamaa wanampiga na kuonja ile nyama ya mwanae kweli. Akaona Patrick nyama mbona kali sana, lakini hapa kwenye kula kuna kitu amekila bwana. Kabida mwambie bwana hiki kitu gani, na nguruwe aina gani na kuwa na vidude kama hivi eleni sijui nini hivi. Basi kama kichipu fulani hivi kimewekwa ndani ya mwili, lakini sasa jamaa amejikuta ameshakitafuna, lakini no way out. Jamaa akazugazuga, bwana hivi vinapatikana katika nguruwe unajua tena akiwa chomochomo sana sindano. Sasa huyu jamani nguruwe polini anakuaje na vidude hivi? Huo ni uongo. Basi hapa kidogo akaona jamaa kashamharibia, wakaanza kupigana. Mwisho wa siku jamaa kamngata sikio. Pascal kalila sikio la kwa sababu mchizi anaanza kula nyama za watu.
na mwisho wa siku akaona mchizi asijakashtukia kama anakula nyama za watu, akajifanya akatema. Lakini mchizi sasa hivi sio poa. Hapa jamaa anafanya mawindo kama kawaida yake, akitoka hapo anaua na mwisho wa siku anaingiza mzigo. Hapa sasa siku moja wametoka nao wakaendelea kujifanya kama malastamani, lakini hapa anakuta mtoto mmoja amenenepa vizuri, akiziangalia zile steak anadai jamaa anazidi kudata. Mkeo anamwambia sikiliza mwanangu, usiache mawenge, yani ukileta mawenge tutakufa. Hapa anakuja mwanae na nina mkwewe wanapiga story, anambia bwana tumekuja. Sasa nyinyi inakuaje sio malasta? Alafu mnakuja katika sherehe za malasta hizi ambazo hatumii nyama. Hebu acheni kufanya ujinga wenu. Ondokeni haraka sana. Mtoto akiwa anaongea maneno makali kwa wale, mama akajisikia vibaya, lakini baba akamwangalia kijana wake. Kijana huyo akaona bora jikatae kwa sababu mshua anazingua. Hapa kuna mwana ambaye anaangalia ile tukio zima. Sasa mama kuna kitu hapa anakiona, ambaye bwana unamkumbuka yule jamaa? Yule sio mtu ambaye tumemwagiza kule. Chizi kaona vizuri. Wale ndio watu walikuja kutufanyia vurugu katika duka letu. Basi mchizi akiwa yuko ndani hapa, mara ghafla nasikia mlango unagongwa, lakini hakuwa mtu mwingine bali alikuwa yule polisi. Polisi bwana anafosa, ambaye bwana nyama bado sasa hivi ndio tupo tunaandaa bwana. Kama ndio unaandaa naomba bwana, ambia bwana nyama, lakini hapa mbwa anaonekana kaja na mkono wa mtu kauweka kabisa mdomoni. Lakini bahati mbaya ama nzuri, polisi ili swala hajaliona kwa sababu mbwa alitokea nyuma na ameuweka ule mkono au nyama ya mtu ndani ya mdomo. Basi jamaa alipomfukuza na mchizi akaondoka, akamwambia leo nusura tukamatu kwa sababu askari amekuja. Lakini kipindi anaongea maneno hayo na mwanae vile ameingia Lucas. Basi Lucas kaja anaomba lazi, bwana naomba mnisamee kwa tabia mbaya niloionyesha pale katika shughuli zile za malasta. Kwa hiyo unajua baba, mimi bwana nyama sipendelei, sipendi mtu ambaye anachinja. Sio ushazoea kula nyama kula mboga za majani pamoja na matunda. Mama akamwambia basi sana, inabidi sasa hivi muelewe kijana wako. Basi mchizi akamwambia bwana mshamsamee, mwambie aende zake. Mama anambia vipi? Nikimda huo kukaa na kijana wewe, anambia hapana. Ina maana si muda wote tunakiwasha. Kwa nini sasa haje kupata matatizo ingalikuwa yuko na sisi? Asubuhi yake alipofika bwana kazini watu nyomi, lakini leo hapa baba anasema nyama imeisha. Yani ina maana hasikumbiliza hajafanya mauaji. Wateja wanakuja na wateja wengi waliboreka kwa sababu walisubiri nyama kwa muda mwingi sana, kuanzia asubuhi mpaka jioni, na mwisho wa siku anaambiwa bwana nyama hakuna. Lakini hapa punde wanakuja wale watu ambao wamefanyisha kazi na kumkamata kwa sababu inasemekana hela yao ilikuwa ndogo. Mchizi kaja hapa anaambia bwana nyinyi mmezingua na mume wako ametupa kazi alafu chamana hakuna. Mume alikuwa ametoka, lakini hapa ghafla anarudi anamkuta mkeo yuko chini ya ulinzi, anataka kuchinjwa ama kuuliwa. Mume ikabidi ajitetee kwanza. Akarusha kisu kimenasa. Karusha nini kimekawa. Jamaa basi akabahatika kidogo kumchoma mchizi na mkuki wa mule. Mama huko anajifungua, mwisho siku naye akafanya jambo lake kikanasia. Lakini iliponasia mambo yakaendelea. Lakini hapa Sofia na mumeo wakachukuliwa ushahidi na kuonekana make kapeleka ushahidi na kumtilia mashaka mchizi, na mchizi kukamatwa kupelekwa mahakamani, na mwisho wa siku viwaji na visasi vikaendelea. Wanangu hii hapa picha yetu inaishia hapa, na mambo mengine yanakuja mengi zaidi na zaidi. Usisahau tu kusubscribe, kucomment, hata kulike. Nyama nyingine sio nyama. Kula nyama kwa mtu ambaye unajua ni halali na kitu chake anakichinja kwa usalama. Chao.